Dereva wa bondia Anthony Joshua amefunguliwa mashtaka nchini Nigeria kufuatia ajali ya barabarani iliyosababisha vifo vya watu wawili wa timu ya bondia huyo. Katika ajali hiyo, bondia huyo alipata majeraha machache, polisi wamesema. Adeniyi Mobolaji Kayode mwenye umri wa miaka 46 alifikishwa mbele ya mahakama ya hakimu Sagamu siku ya Ijumaa, ambapo alishtakiwa kwa makosa kadhaa yakiwemo kusababisha vifo kwa kuendesha gari bila kuchukua tahadhari. Ajali hiyo ilitokea Jumatatu katika barabara kuu ya Lagos Ibadan katika jimbo la Ogun baada ya gari aina ya Lexus SUV walilokuwa wakisafiria kugonga lori lililokuwa limesimama barabarani. Katika ajali hiyo, makocha binafsi wa Joshua, Lateef Ayodele na Sinagami walifariki dunia papo hapo. Anthony Joshua aliyekuwa abiria ndani ya gari hilo alijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kabla ya kuruhusiwa kutoka siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa vyanzo vya polisi, waendesha mashtaka waliwasilisha mashtaka manne dhidi ya dereva huyo, yakiwemo kuendesha gari kwa uzembe, kutokuwa makini barabarani na kuendesha bila leseni halali. Mahakama ilimpa dhamana ya naira milioni 5 huku kesi hiyo ikiahirishwa hadi tarehe 20 Januari. Maafisa wa serikali za majimbo ya Ogun na Lagos walisema Anthony Joshua alikuwa na huzuni kubwa kufuatia vifo vya watu hao wawili waliokuwa marafiki zake wa karibu kabisa. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini, Joshua alitembelea chumba cha kuhifadhi maiti ambako miili ya marehemu ilikuwa ikiandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi. Masaa machache kabla ya ajali, bondia huyo alikuwa amechapisha video kwenye mtandao wake wa Instagram akicheza tennis na Lateef Ayodele. Promota wa Joshua, Edin Hearn, alitoa salamu za rambirambi akisema vifo hivyo vimeacha pengo kubwa kwa timu na familia zao. Anthony Joshua mwenye umri wa miaka 36 ana asili ya mji wa Sagamu na alikuwa akielekea huko kuwatembelea ndugu zake kwa ajili ya sherehe za mwaka mpya, kwa mujibu wa mmoja wa wanafamilia. Hii ni sauti ya Rami Ramsey kutoka GA Lens.